kwa wale wanaoandika, usiishi na mme kwa ajili ya faida yako binafsi. Usiishi na mme wako kwa ajili ya faida yako binafsi. Sio fisi yule wanani, simsemi fisi, na ya binafsi. Ishi naye kwa ajili ya upendo, sio kwa ajili ya faida yako binafsi. Uishi naye kwa ajili ya upendo, kwa sababu unampenda. Sasa ngoja msomaji anisomee aya ambayo, sitakuwa na aya nyingi sana za kusoma, tutakuwa na aya chache sana, kwa sababu pia nataka nihubiri kirefu sana, au kama sio kifupi sana. Nisomee Warumi ile sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 6. Pole pole, taratibu, lakini pia kwa kueleweka vizuri. Kitabu cha Warumi. Tusikilize kifungu hicho. Hebu naomba tusikilize kwa makini kifungu hicho, alafu baadaye nitaenda kueleza sasa kwa nini nataka kuhubiri somo hili. Kitabu cha Warumi. Sura ile ya 7. Ndio. Na mstari wa 1 mpaka wa 6 hadi wa 6. Maneno matakatifu yanasema, yes, ndugu zangu, hamjui maana nasema hao waijuao sheria, ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Yani mwanamke anapokuwa katika ndoa anakuwa chini ya sheria na anakuwa amefungwa na zile sheria za mume katika hiyo ndoa, wakati yule mwanamume bado yuko hai kama hajafa. Bali akifa yule mwanaume aliyemoa, amefunguliwa ile sheria ya mume, anakuwa yuko huru, hayupo tena katika ile sheria ya mume wake, anakuwa yuko huru, free. Mstari wa 3. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, anapokuwa hai yule mume wake aliyemooa akachukua tena mwanamume mwingine, huitwa mzinzi. Anaitwa mzinzi. Kwa nini? Ana mwanamume alafu amechukua mwanamume mwingine, anaitwa mzinzi. Endelea. Amina. Ila mumewe akifa, amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo. Hata yeye si mzinzi, hata yeye atakuwa sio mzinzi tena, ajapoolewa na mume mwingine. Akipata handsome mwingine anaolewa, si ndio? Kwa sababu mume wake amekufa, hakuna shida. Mstari wa 4. Kadhalika ndugu zangu, vile vile nyinyi pia mmeifia torati. Tumeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, kwa njia ya Yesu Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, tupate kuwa mali wake za mtu mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu. Very good. Kusudi tumzalie Mungu matunda. Very good. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizokuwako kwa sababu ya torati, ndio zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata mkaizalia mauti mazao. Mstari wa 6. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Amen. Sio katika hali ya zamani ya andiko. Sijui kama Paulo hapa alikuwa anazungumzia ndoa pase,
Paulo alitoa hili somo linalohusiana na ndoa, lakini lengo lake alikuwa anataka kuelezea uhusiano wa Mkristo na Yesu Kristo, sio ndoa. Hii ndoa ameichukua tu kama mfano, ingawaje nimesikia watumishi wengi wanatumia eneo hili kufundishia ndoa. Hapana, Paulo hapa alikuwa afundishi ndoa, alitumia kama illustration kuelezea uhusiano wetu na Kristo, kwamba zamani tulihusiana na Torati, lakini sasa tumeifia Torati, tunatakiwa kuishi katika maisha mapya ambayo yanaongozwa na Kristo. Tuko pamoja, hatuko chini ya Torati, hatuko chini ya sheria. Sasa nitaenda kuifafanua hii ili kusudi uelewe, lakini kabla sijaenda huko, nataka uelewe kwamba ujumbe wangu sasa utakuwa unakutaka utoke katika uhusiano wa maslahi uende katika uhusiano wa upendo. Kuna watu wengi, wa Kristo wengi wameishi na Kristo kwa uhusiano wa maslahi, lakini sio uhusiano wa mapendo. Wanahusiana na Yesu kwa sababu ya maslahi. Nikirudi kwenye mifano, nitakwambia hivi hujawahi kumsikia mwanamke anasema kwamba yule mimi kanioa kwa sababu tu alilipa mahari nyingi, ndio maana naishi naye kwa sababu alilipa mahari nyingi. Ninaishi naye kwa sababu sina pa kwenda, wazazi wangu mimi walishakufa, walikufa nikiwa mdogo. Sasa naye akaja kunichukua. Kweli alikuwa ana shape ya kunioa, lakini sasa nitaenda wapi? Yule mimi naishi naye tu lakini yani naishi naye tu, lakini kwa kweli naogopa nikiondoka sasa kwake saizi, si jamii itanicheka. Amekaa na mwanamume kwa sababu anaogopa kuchekwa. Ninaishi naye tu kwa sababu ananisomeshia watoto wangu. Nikitoka pale watoto wangu watasomeshwa na nani? Lakini unampenda utampenda wa hivyo sasa. Yaani nampenda tu kwa sababu ana michuzi. Sasa kumbe kinachopendwa ni michuzi. Siku hana michuzi huyu hapendwi. Siku hasomeshi hawa watoto hapendwi, anaachwa. Siku huyu mwanamke akipata pa kwenda anakwenda. Ni uhusiano wa kimaslahi. Tunafanya uhusiano wa maslahi, sio wa upendo. Hatujampenda Yesu kwa kumpenda ule upendo, lakini tunampenda kwa maslahi. Ndio maana wapo leo unaweza ukaenda kama, ngoja nikupe tu mfano. Anzisha dini sasa hivi hapa yenye shuhuda tu za watu ambao wanapata gari. Unajaza kanisa siku hiyo watu 3,000 wanajaa siku moja. Nini? Uhusiano wa mapendo, uhusiano wa maslahi. Watu wanataka kuja kanisani wapate gari, apate mtoto, apate biashara yake ikue. Kama hivyo vitu havikui, hata huyo Yesu simtaki. Uhusiano wa kimaslahi. Lakini Mungu alikuwa hajasema kwamba sisi tumpende kwa sababu ya maslahi fulani. Anaweza akaja pale kanisani kwa sababu anajua kama nitapata kazi. Hapa nitapata kazi. Watanipata kazi. Takuwa naendesha hata gari. Wana gari. Uhusiano wa kimaslahi. Lakini sio uhusiano wa upendo. Ukiwa na mwanamume unampenda kwa sababu ya kile alichonacho, huyo humpendi. Halo? Humpendi
hata ukinuna humpendi, hata ukicheka humpendi, hata ukilia humpendi. Unapenda kile alicho nacho. Na ndio hii imekuwa shida, imekuwa shida sisi kwa Wakristo, kwa sababu hatujampenda Yesu kikweli kweli. Sio tu wanawake, hata wanaume wanapenda mwanamke akikwambia kwamba mimi nilikupenda tu kwa sababu ya mwanya wako. Mwambie wewe hunipendi. Je, likitoka na hili jina la hapa mwanya ukaunganika? Likitoka na hili jina sasa mwanya ukaunganika, ataendelea kukupenda? Kama alikupenda kwa sababu ya mwanya, umeunganika sasa, mwanya umekuwa mpaka huku, atakupenda? Akikupenda kwa sababu ya kitu ulicho nacho, ujue hapo haupo upendo wa kweli. Tuko pamoja? Upendo wa kweli hautakiwi kuwa na condition. Hautakiwi kuweka nini? Condition nini? Sharti, sharti. Usiweke sharti. Nakupenda, yani nataka mwanamke awe na sharti hili. Sasa utakuwa unaoa lile sharti, lakini huoi mwanamke. Condition. Sasa ngoja nikupe mfano huu. Alikuwepo mwanamke mmoja, yeye aliolewa na jamaa mmoja. Yule jamaa alikuwa ngangari. Hebu sema ngangari. Alikuwa ameolewa na jamaa mmoja ngangari sana, au kama ukiweza kutumia maneno ya wanasiasa anaweza ngangari kinoma. Yule jamaa alikuwa ni ngangari kinoma. Kampenda huyu mwanamke, akamoa. Lakini baada ya kumfikisha ndani kwake, yule bwana alikuwa na msimamo mkali sana, na alikuwa na masharti makubwa sana, makali, magumu sana. Alimweleza kila kitu ambacho anatakiwa kufanya ndani ya nyumba. Lakini kama haitoshi, akaandika list ya vitu ambavyo yule mwanamke alitakiwa kuvifanya kila siku asubuhi. Kila siku, yani kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Akaorodhesha, vikapatikana vitu 25. Na ile checklist, wacha tuiite checklist ya hivyo vitu ambavyo akawa ameiweka pale. Basi alikuwa yule mwanamume akija, anakuja anaangalia, anachukua, ikifika jioni anakuja anachukua ile checklist yake, anaanza kutiki kimoja kimoja. Kufagia, tiki. Umefagia nyumba, safi, imekaa, hamna vumbi, umepiga deki, safi, tiki. Umepika nini, sawa, tiki. Umepika tiki. Sasa atatiki. Kila kitu ambacho kinatakiwa alitiki. Lakini toka walivyokaa na huyu mwanamke alikuwa hajawahi kupata 25 kwa 25. 25 kwa 25 alikuwa hajawahi kuzipata. Mara kwa mara alikuwa anapata 20 kwa 25. Mara zingine anashuka kwenye 19 kwa 25. Akipanda sana anakuja anafika 23 kwa 25. Hajawahi kupata 25 kwa 25. Kwa hiyo aliishi akiwa na majonzi moyoni mwake. Hajawahi kufanya kitu kikamfurahisha mume wake, kwa sababu kila siku alikuwa katika feri. Hawezi kupata 25 kwa 25. Akawa anaumia sana. Lakini ilibidi akae pale, kwa sababu alikuwa ameolewa pale, ni mke wa yule bwana, na yule bwana yuko very strict, amenyoka kama rula. Anasema lazima ufanye na ufanye vizuri. Sasa ili kuifanya hadithi isiwe ndefu sana, yule bwana alikufa. Yule mume wake strict alikufa. Chini. Baada ya kufa,
Imepita miaka 2, akapata mume mwingine. Huyu mume mwingine handsome mwingine, yeye akategemea kwamba atapewa listi ya vile vitu alivyo. Akamwambia, sasa mume wangu unataka kunifanyia nini? Akamwambia, wewe nifanyie tu kile ambacho unaona ni kizuri. Mume wake anamwambia, akategemea atapewa checklist hakupewa ya orodha. Anamuuliza, mume wangu unasemaje? Yule mume anamwambia, nakupenda sana mke wangu. Anamuuliza asubuhi, mume wangu sasa unasemaje? Sasa nakupenda sana mke wangu. Mwanamume anakwenda kazini, anapiga simu. Anasema, mume wangu unasema nini? Yaani mke wangu nimekupigia nikwambie nakupenda sana mke wangu. Sasa ndio hilo tu ndio hilo tu, yaani mke wangu ujue hata unapofanya nini ujue nakupenda sana mke wangu. Anarudi jioni kutoka kazini, anambia, sasa huko mume wangu, mke wangu yaani nakupenda sana. Akamweleza kila saa walipokutana, akamweleza habari ya jinsi anavyompenda sana. Kila akifanya hivi alikuwa akitegemea mahali pengine unakuta amekosea, lakini anakwambia mke wangu nakupenda sana. Akaanza kujiuliza, akawa anafanya kazi zake kama kawaida, anajitahidi kufanya kazi zake, lakini akirudi hapa anafikiri mume wake anamwambia nakupenda sana mke wangu. Akaishi kwa furaha sana, kuambiwa anapendwa, akafurahi. Siku moja anapiga deki huku anaisiwa, alikuwa anapiga pambio lake hata sielewi, anapiga akakutana na ile checklist ya yule mwanamume wa zamani ambayo alipata 24, alipata 19 kwa 25. Alipata 19 kwa 25. Akakutana na ile checklist, akaisoma, alafu akacheka sana. Akacheka mpaka mbavu zikataka kuvunjika. Kwa nini? Unafikiri kwa nini alicheka? Siku hiyo angekuwa yeye ndio anasahisha, alikuwa amepata 25 kwa 25. Yaani angekuwa anasahihisha yeye, siku hiyo alikuwa amepata 25 kwa 25. Sio kama unanielewa. Kwenye yale masharti ya kwanza ambayo alikuwa anafanya kwa kulazimishwa kwa sheria, alikuwa anafeli. Lakini hapa kwenye upendo amepata 25 kwa 25. Yale ambayo alikuwa anayaona ni magumu, hayawezi, katika upendo kwa huyu mwanamume ambaye alimpa upendo, akamwonyesha upendo, akaweza kuyafanya bila kugundua kama anafanya kitu kizito sana. Unajua, ukifanya kitu kwa kupenda, hata kama kingekuwa kigumu kiasi gani, utakiona ni kirahisi sana. Kuna watu fulani walikuwa wanamlaumu yule jamaa aliyeimba ule wimbo unasema kwamba tambalale kwa Yesu, tambalale, tambalale kwa Yesu, tambalale, tambalale kwa Yesu hakuna milima, tambalale kwa Yesu Kuna watu walimlaumu ule wimbo. Lakini mimi nakwambia hivi, nilikuja nikautafakari ule wimbo, nikasema kwamba huyu jamaa alikutana na Yesu. Alikutana na Yesu. Kama hujakutana na Yesu, kila kitu utaona ni mlima. Utaona ni mlima. Hata kama ni kichuguu, labda muulize, nenda kamuulize nani yule nani mpenzi wa Beti yule nani yule. Kilimanjaro anaipanda kama kichuguu. Ulishawahi kupanda Kilimanjaro kama kichuguu? Ni tambalale kwa sababu iko Beti kule mbele. Kinakuwa kichuguu. Yaani kitu chochote ukikifanya bila upendo kinakuwa ni mlima. Kuna watu wengine hata mabinti hao anaambiwa mimi alikuwa mdogo wangu kabisa, msichana ambaye nimezaliwa naye, tena ananifuata mimi. Siku hataki kupika, ukimwambia ni mlima mzito sana kwake. Tena mtakula saa 5 usiku. Saa 5 usiku chakula ndio kitaifa. Kwa nini? Kwake siku hiyo haikuwa tambalale. Lakini siku
akisema ninapika mimi, tulikuwa tunakula maharage tena mapema, alafu unajilamba mpaka unasahau kama unajilamba. Vimeungwa. Kwa nini? Kafanya kwa moyo wa kupenda. Hakufanya kwa ajili ya shurutu, amefanya kwa ajili ya kupenda. Tambalale kwa Yesu ni tambalale. Kila kitu, kama hauna upendo wa kweli na Yesu, kila kitu utakiona ni kigumu. Sadaka utaiona ni ngumu, michango utaiona ni migumu, kila kitu utakiona ni mlima, kila wanachokisema utakiona ni mlima. Lakini unapokuwa umempata huyu ambaye anakuambia ninakupenda, asubuhi anakuambia nakupenda, mchana anakuambia nakupenda, usiku anakuambia nakupenda, hana sheria. Wow. Kwamba lakini mbona leo hapa mtafagia, mbona mtapika teki? Yeye anakuambia nakupenda. Tunakutarajia, sikiliza, mimi namtarajia mtu ambaye amekutana na Yesu kwa staili hii. Ninamtarajia afanye na apate maksi 25 bila ya yeye kujua. Haleluya. Yani ifike kwamba yani kumbe nimeshafanya hivi. Mbona huku zamani nilikuwa nashindwa? Mbona nimefanya extra? Mbona nimefanya zaidi? Kwa nini? Wakuuliza watu wasema, huyu mwanamume ananipenda. Ninafanya hivi kwa sababu ananipenda upeo. Ninafanya mpaka sijui kama nimeshamfanyia. Kwa nini? Kwa sababu ya upendo wake kwa. Haleluya. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kuna mtu ananielewa? Sisi tumekwisha ifia Torati. Ngoja nikupe mfano huu. Zamani tuliishi katika Torati, lakini huu mfano Paulo alikuwa anautoa, anatueleza sisi ambavyo tumeifia Torati. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi hatuna tena ndoa na Torati. Tuko pamoja? Hatuna ndoa na Torati, bali tuna ndoa na Yesu Kristo, mwanamume ambaye anatupenda asubuhi, mchana na jioni, masaa yote. Ndiyo maana mimi Torati, yeye alikuwa na listi: usiibe, usiue, si ndio? Usiibe, usiue, usizini. Ushawahi kusikia Yesu anasema hayo mambo? Usiibe, usiue. Ushawahi kusikia? Upendo wa Yesu. Ndugu, niulize kwa Mwalimu Kiuga, kwa nini leo wewe hautaki kuiba? Nitakwambia kwamba Yesu anayenipenda aliniambia hivi. Aliniambia hivi, kile ambacho unapenda sana wewe kufanyiwa, uwafanyie na watu wengine. Sasa wewe kama unapenda kuibiwa, nani ambaye anapenda kuibiwa? Basi waibie watu. Wewe si unapenda kuibiwa? Waibie. Lakini sasa kile ambacho unapenda sana wewe ufanyiwe, basi ndio uwafanyie na watu wengine. Kama wewe unapenda sana ufe, ua. Tuko pamoja? Si unapenda kufa, ua. Kama unapenda kufa, ua. Kwa hiyo sisi hatufanyi vile vitu sio kwa sababu Torati ametuambia tusifanye. Hapana. Hatuui kwa sababu tunampenda yule aliyetupenda. Tunampenda jirani yetu kama nafsi yetu wenyewe. Siwezi kwenda kumuua yule ambaye ninampenda. Tuko pamoja? Simuui kwa sababu Torati imesema nisiue. Siwezi kumuua mtu kwa sababu ninampenda yule mtu kama ambavyo ninajipenda mimi mwenyewe. Tuko pamoja? Sasa maana yangu ni nini? Maana yangu ni hii: tunapokuwa tumekuja kwa Kristo, tunatakiwa tusiishi yale maisha ya mume wa zamani. Wakristo wengi wanaishi kama bado wako kwenye Torati. Ndio maana kila kitu wanataka kufanya kwa sheria, hawataki kufanya kwa upendo.
Ni makosa sana kukaa leo kanisani ukafanya vitu kwa sheria. Wanataka wawekewe sheria, kila kitu wanataka wawekewe sheria. Nilikuwa nataka nimwambie hapa Kiguja atununulie saa tuweke hapa, lakini baadaye nikagundua kwamba hii sio sheria hii, kwamba tuwe tunafaa hata saa ya hapa ya sheria. Wanataka sheria. Hebu niambie, nani ambaye anafanya kitu cha kanisani hapa kwa sababu anapenda? Ukiacha sheria, nani ambaye anafanya kwa sababu anapenda? Wengi tunafuata sheria. Na kufuata sheria ni kuishi na yule mke na yule mwanamume wa checklist. Hatuishi na Yesu kama mme wa upendo. Tunaishi na yule mme wa checklist ambaye anakuja kukagua kama tumefagia, hatujafagia, hatujapiga deki, hatujafanya nini. Alafu anaandika max. Saa nyingine unaweza kuwa umepiga kweli deki lakini anakupa vema kidogo. Mnazifahamu vema kidogo? Sisi tulikuwa tunasahihishwa unapewa vema kidogo zamani. Yaani inawekewa vema, afu inawekewa kamkato hapa tumboni hapa. Kwamba sio vema kamili, ni vema kidogo. Hizo mpaka uzipate hizi ndo zinalingana na vema moja. Inaitwa vema nusu. Kumbe mnaita vema nusu. Sisi tulikuwa tunaitwa vema ndogo. Kumbe ni vema nusu. Inawekwa alafu inakatwa hapa hivi kidogo, kamkato hapa. Kwamba hii haijatimia. Umepiga deki wewe, umehakikisha umethibitisha, lakini unakuja kupata vema nusu. Kwa yule mwanaume wa zamani, Yesu anataka tusimfuate kwa sheria, anataka tumfuate kwa upendo. Na kama tungekuwa tumemfuata kwa upendo, ungeona kujitoa kwetu kwa huyu mwanaume kungezidi kule kujitoa kwa sheria. Ukijitoa kwa upendo inazidi maradufu kujitoa kwa sheria. Nitakupa mfano. Ukikuta mwanamke anasema hivi, mama fulani, hebu ngoja niende niwahi nikampikie mume wangu. Kwa nini? Akikuta sijapika saizi, kipigo chake. Kipigo chake, hicho kipigo nitakachopata. Anaenda kumpikia mume wake, kuogopa kipigo. Kuogopa nini? Ina maana kama kisinge kwa kipigo angempikia. Hana shida ya kupika, lakini anapika kwa sababu anataka kuogopa, anaogopa kipigo. Na yule mwanaume anakula tu. Sasa wengine wanakula mavyakula ya ovyo ovyo tu, yaani ya mtu anayeogopa kipigo. Vitu havijaungwa hata yaani mchuzi ukiangalia unakuangalia hivi, unatoa jicho hivi. Yaani kuna tumchuzi tuna vijicho tu, yaani huwezi kuona supu mle. Unaona tumchuzi mle kuna tu vijicho tu vya. Kwani vimepikwa na mtu ambaye anaogopa kipigo. Sio chakula chenye ladha, sio chakula kizuri. Ukimuuliza anambia sasa nyanya zenyewe zilikuwa 2 tu. Sasa nyanya 2 unashindwa kuunga. Nyanya 2 unashindwa kuunga. Jamani, mimi hata nipa nyanya moja naweza nikakuungia mpaka ukashangaa. Nyanya moja. Wewe nyanya 2 unazilaumu nyanya 2. Ni mtu anapika kwa kuogopa kipigo. Kwanza kuna wengine umbi hata nyanya. Anakwambia wewe kato hapo, niwekee tu hapo mboga inapikwa inaeleweka. Haina nyanya, haina nini, inaeleweka. Wewe eti nikuongeaje sasa? Nyanya zenyewe 2 tu. Nyanya 2 unazidharau. Lakini kuogopa kipigo, watu wanapika kwa sababu ya kuogopa kipigo. Unatakiwa umpikie mume wako kwa sababu unampenda. Haleluya. Umpikie kwa sababu unampenda. Unatakiwa umtolee Yesu kwa sababu unampenda.
sio kwa sababu wanakulazimisha, sio kwa sababu wanatangaza michango, sio kwa sababu wanafanya hivi. Ujitoe kwa sababu ya upendo wa Yesu, sio kwa sababu ya lazima. Ukiona unalazimishwa kitu chochote kanisani, ujue wewe unaishi na ule mwanamume aliyekufa, mume wa zamani. Unaishi kwenye torati, hauishi kwenye upendo wa Yesu. Hauishi kwenye upendo wa Yesu. Hauishi kwenye upendo wa Yesu. Nataka nikutangazie tu kwamba hebu hama. Halo? Hama kwenye desturi na tabia za yule mwanamume wa kwanza. Yule tulishamalizana naye torati. Njoo kwenye upendo. Utaona unafanya zaidi. Utaona unafanya zaidi. Kweli kabisa. Nakwambia wewe fanya kila kitu ambacho unapewa kwa Yesu kwa upendo. Sawa? Wanakupa kitu chochote, hebu kifanye kwa upendo. Hapa kanisani, ukifanya kwa upendo, utaona unafanya zaidi. Utafanya zaidi kuliko hata ambavyo unafikiria utafanya, kwa sababu unafanya kwa mwanamume unayempenda. Kwa hiyo mimi hili limekuja kwa sababu gani? Unajua Bishop siku ile anatuaga hapa, alitoa neno, nikawa nalitafakari sana kwamba kwa nini Bishop alitoa hili neno. Alilisema kidogo kwa uchungu na kwa kumaanisha sana kwamba jamani, hebu tujitahidini kumtolea Mungu. Tuko chini sana kwenye matoleo yetu, hata sadaka tu za watu zina nani, hazionekani. Yani sadaka watu wanakuja sana, hawamtolei Mungu. Na ikaenda mbali kidogo, mtu mmoja akaniambia, bwana, yani kuna watu wengine kwenye sadaka anakuja kwenye sonzo kama hili, huwa tunaliweka hapo. Anakuja kwa sababu waga hatukaguani, anakuja ameweka hivi, akija anafanya tu hivi, kumbe hewa, hakuwa na hewa. Hewa, unakuja kumtolea Mungu hewa kweli? Kwa mtu ambaye unampenda unaweza kumfanyia hivyo? Hauwezi kumfanyia. Unampenda kweli Yesu, nampenda Yesu, amen, unaenda kumwekea hewa mle kwamba haoni. Ni sisi ambao hatutaona, lakini yeye anaona. Yesu tena anakuona toka hata hujaanza kule, umesha kukunja ile hewa ngumi kule unajaribishia utakavyoweka, ameshakuona toka kule nje kwamba nitaenda leo nitaweka hewa hivi. Alishakuona kule nyumbani. Lakini nasema kwamba tukifanya hivi kwa upendo, si ndio, tutaonyesha kwamba kweli tuko kwa mume mwingine, hatuko kwenye torati. Tuko kwa huyu ambaye ametupenda upeo. Kwa hiyo Mkristo wa kweli hatumiki au hamtumikii Mungu kwa sababu ya kuogopa adhabu. Tuko pamoja? Hawezi kumtumikia Mungu kwa sababu anaogopa adhabu. Hawezi kumtumikia Mungu kwa sababu anaogopa kupoteza kitu fulani. Anamtumikia Mungu kwa sababu anampenda Mungu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza. Mke mzuri haambiwi wajibu wa kufanya kwa upendo kwa mume wake. Huwezi kumwambia, yaani mke mzuri anayempenda mume wake, huwezi kumwambia kwamba mfanyie hivi mume wako. Utakuta tayari yeye amekushafanya kabla hujamwambia. Halo? Wewe mfundishe kumpenda mume wake, ampende mume wake. Tena hata wale mnafanyaga ni chicken nini, zile chicken house nini, mnaziita chicken nini? Chicken party, Wafundisheni tu kwa wapenda waume zao. Mwafisi wafundishe hata kukaanga nyama. Wewe mfundishe kumpenda mume wake. Alafu uone sasa. Kukaanga atakaanga tu vikarango vya hatari, hata vile ambavyo hamjamfundisha. Kwa nini? Kwa sababu anampenda yule mwanamke. Kwa sababu anampenda yule mwanamke. Atajua tu pa kukaangia wapi, hata kama hajui, hata kijua tu kikaango. Maadamu awe amempenda yule anamkaangia.
Halo. Tumpendeni Yesu, tutamkaangia vya ajabu, tutamfanyia mambo makubwa sana tukimpenda. Lakini bila kumpenda kama alivyotupenda. Nilikuwa naangalia hapa kwenye somo la asubuhi pale, nikashangaa sana. Huyu bwana mbona anataka kufundisha yale ambayo na nani? Akasema neno moja, akasema tuna upendo wa maigizo. Hata Yesu kweli tunamchezea sanaa sana katika upendo ambao tuna. Maigizo ni sanaa. Akatoa definition ya upendo, ingawaje kutuambia sosi ya definition ile ni ya wapi, lakini tukaikubali. Ilikuwa nzuri, ilikuwa imekaa vizuri sana. Sasa kinachohitajika na upendo. Nataka nihitimishe somo langu la leo kwa kusema maneno haya. Nataka niseme maneno machache. La kwanza, acha kuishi kwa kukidhi masharti, angalia upande wa Yesu Kristo. Usiishi kwa kutaka kukidhi masharti yoyote. Sawa? Uangalie upendo wako kwa Mungu. Upendo wako kwa Yesu ndio muhimu kuliko masharti ya zamani. Namba 2. Yesu hana orodha, anakupenda always. Yesu hana listi, hana checklist, lakini anakupenda daima. Tuko pamoja? Ukitaka kufanya vizuri, hebu iangalie ile checklist ile ya zamani ya Yesu, ya yule mume wa zamani. Ikague checklist ya yule ni kuangalia kitabu cha Torati. Ni kuangalia zile amri 10. Wewe nenda kaziangalie. Unaweza ukakuta kwamba umefanya vizuri sana, lakini ulikuwa husomi kule. Kwa mtu ambaye anampenda Yesu, unaweza ukakuta zile amri 10 umezishika vizuri sana, lakini ulikuwa huzisomi. Kwa nini? Kwa sababu umempenda mwanaume ambaye hajakupa ile checklist, lakini amekupenda. Katika upendo wake umeweza kushika hata yale ambayo hajakwambia uyafanye. Yes. Kwa hiyo jiulize, kwa nini leo unalazimishwa kutoa sadaka, fungu la 10, michango halali na nini? Why? Unaweza kujiuliza kwa nini? Jibu tumeona ni kwamba ni kwa sababu upendo wetu haujaeleweka kwa yule ambaye ametupenda leo. Japo tunazungumza sana habari ya upendo wake. Soma ile Yohana 14:15 tafadhali. Ingawaje nilikuwa nimeshaamua kwenda kwenye conclusion. Hebu tusomee pale, kuna neno nataka ndichukue. Yohana 14:15. Maandiko matakatifu ya Mungu yanasema, mkinipenda, mkifanya nini? Mkinipenda. Mkifanya nini? Mkinipenda. Tukimpenda nani? Yesu. Tutazishika amri zake. Tusema mkinipenda mtazishika amri zangu. Tusipompenda hatuzishiki. Hatutoshika amri zake. Hatuzishiki amri zake. Amen.